Baada ya Juma kupotea, kijiji kilianza kuhisi laana ikizidi kuenea kama sumu polepole ndani ya mishipa ya ardhi yenyewe. Siku za mwanzo, watu walijaribu kujifanya kama kila kitu ni sawa. Walifunga midomo, wakapunguza sauti wakati wa usiku na wakajaribu kutozungumza jina la Juma. Lakini mizimu haikukubali kimya hicho. Usiku wa pili baada ya Juma kushuka, watoto wadogo walianza kuota ndoto moja. Wote walikuwa wamesimama karibu na kisima na sauti ya Juma ikiwaita kwa jina lao moja kwa moja. Asha, Karim, shuka, maji yanawaka moto, shuka. Watoto walioamka walikuwa wakilia, macho yao meupe kidogo kwa sekunde chache, kama kuna kitu kilijaribu kuingia ndani yao. Mzee Hamisi, ambaye alikuwa ameona mambo mengi zaidi kuliko wengine, aliamua kuwa wakati umefika wa kukabiliana na laana hiyo. Alikusanya wazee wengine watatu, Bi Fatuma, mganga wa kijadi aliyejulikana kwa kuondoa pepo, Mwalimu Salum, mwalimu wa shule ambaye alikuwa na elimu ya vitabu na akili kali, na Bwana Kondo, mzee hodari ambaye alikuwa amewahi kushiriki vita vya zamani na hakuogopa kitu chochote. Walikutana nyuma ya nyumba ya mzee Hamisi usiku mmoja, wakati mwezi ulikuwa umefichwa na mawingu meusi. Mzee Hamisi alisema kwa sauti ya chini, "Hii laana si ya kawaida. Mizimu hii haikuzaliwa na uchoyo tu, ilizaliwa na damu iliyomwagika kwa makusudi. Kuna hadithi ya zamani kwamba kijiji hiki kilikuwa na mfalme mdogo ambaye alitoa kafara ya watoto wake mwenyewe ili apate nguvu za milele. Alitupa miili yao ndani ya kisima hicho na roho zao zikageuka kuwa walinzi wa siri ambayo haikuwepo. Sasa wanahitaji roho mpya ili waendelee kuishi. Ikiwa hatutafunga mlango huu wa giza, kijiji kizima kitamezwa." Bi Fatuma alitoa mfuko wa ngozi iliyojaa vitu vya uchawi, mafuta ya nazi yaliyobarikiwa, mizizi ya mti wa mgongo, chumvi iliyochanganywa na majivu ya mifupa ya wanyama na kitabu kidogo cha ngozi kilichoandikwa na damu iliyokauka. Alisema, "Tunahitaji kushuka sote wanne, lakini si kwa kutumia kamba. Tutafanya ibada ya kufunga mlango. Tutachukua jiwe takatifu kutoka mlima wa juu, tutalitia ndani ya kisima wakati wa saa ya 3 usiku na tutaimba nyimbo za kuondoa pepo hadi asubuhi. Lakini lazima tuende tayari. Mizimu itapambana, itajaribu kututenga, kutufanya tuogopane wenyewe na kututumia sauti za wale tuliowapenda." Walikubaliana. Siku iliyofuata walipanda mlima ili kuchukua jiwe takatifu, jiwe nyeusi lenye alama za asili zinazoonekana kama macho. Walirudi na jiwe hilo usiku, wakibeba tochi na visu ndefu. Walipofika kisimani, hewa ilikuwa nzito kama inaweza kushikwa. Maji chini yalikuwa yanachemka polepole na mwanga wa kijani kibichi ulikuwa mkali zaidi kuliko hapo awali. Sauti nyingi zilianza kutoka chini, sauti za watoto, sauti za wazee, sauti za wanawake wanalia, na katikati yake sauti ya Juma ikilia, "Baba Hamisi, mwalimu, Bi Fatuma, shukeni, nimepata hazina, nisaidieni kuichukua, ni nzito sana." Mzee Hamisi alijibu kwa sauti thabiti, "Wewe si Juma Kena. Juma alikuwa na moyo wa mwanaume. Wewe ni kiuli tu." Ghafla, maji yalipanda juu kama wimbi na mikono mingi nyeupe ikatoka nje, mikono iliyooza, vidole virefu vinavyonyoosha. Moja ilimshika Mwalimu Salum kwa shingo na kuanza kumvuta chini. Alipiga kelele, akapigana, lakini mkono huo ulikuwa na nguvu kama chuma. Bi Fatuma alichukua chumvi na kuitupa juu ya maji huku akisoma dua, "Ya Mwenyezi Mungu, funga mlango huu wa giza. Rudisha roho hizi mahali pao pa kupumzika." Maji yalipata kelele kama kuna maelfu ya watu wanalia kwa wakati mmoja. Mwanga wa kijani ukageuka kuwa mweupe kabisa. Kisha uso wa Juma ukatoka juu ya maji, uso wake halisi, lakini macho yake meupe na mdomo wake ukifunguka kwa upana usio wa kawaida, ukiwa na meno yaliyokauka na damu nyesi. Alisema kwa sauti ambayo ilikuwa yake na si yake, "Mwalimu,
Ulinifundisha kuwa elimu ni nguvu, sasa nimejifunza zaidi. Shuka, utajifunza pamoja nami. Mwalimu Salum ambaye alikuwa ameshikwa, alianza kucheka, kicheko cha dansi, kicheko ambacho hakikuwa chake. Aligeuka na kuanza kuwavuta wengine chini. Bwana Kondo alipigana na kisu chake, akakata mikono mingi, lakini damu nyesi iliyotoka ilianza kula ngozi yake kama asidi. Bi Fatuma alilia kwa sauti, "Jiwe, weka jiwe sasa." Mzee Hamisi aliruka mbele, akashika jiwe takatifu kwa mikono miwili na akalitupa chini kwa nguvu yote. Jiwe liligonga maji na kutoa sauti kama radi ilivyolipuka ndani ya kisima. Kwa sekunde chache, kila kitu kilikuwa kimya. Mizimu ilipotea, maji yalitulia, lakini kisha mlango wa giza ukafunguka zaidi. Kutoka chini, kitu kikubwa zaidi kilianza kutoka, sura isiyo na umbo la mwanadamu, yenye macho mengi yanayowaka na sauti ambayo ilitikisa ardhi. "Hamjafunga chochote, mmeifungua tu zaidi. Sasa sote mtakuwa nasi." Mzee Hamisi alianguka chini, akishikwa na mikono isiyoonekana. Bi Fatuma alianza kuimba nyimbo za kuondoa pepo kwa sauti iliyovunjika, lakini sauti yake ilizama ndani ya kelele za mizimu. Bwana Kondo alijaribu kukimbia, lakini miguu yake ilianza kuoza mbele ya macho yake. Asubuhi ilipofika, kijiji kilikuwa kimya kabisa. Hakuna aliyerudi kutoka kisimani. Nyumba zilikuwa tupu, mbwa hawakubweka, ndege hawakuruka, na kutoka kisimani sauti mpya ilianza. Sauti nyingi sasa zikiimba pamoja, "Shuka, shuka, hatuna haja ya hazina tena, tunahitaji tu nyinyi." Leo kijiji hicho kimefifia kwenye ramani. Watu wanasema kwamba ikiwa utapita eneo hilo usiku, utasikia sauti nyingi, sauti za Juma, za Mzee Hamisi, za Bi Fatuma, za wengine wote zikiita majina yako kwa upole, "Rayani, shuka, maji yanakungojea." Na ikiwa utajibu, hautarudi tena.